Mtume alisema maneno haya: hatari kubwa, hatari kubwa inawakabili Waarabu. Kwa hakika imezibuliwa ngome ya Yaajuj wa Maajuj. Pametengenezwa tundu mfano wa hivi. Mtume alitengeneza duara kati ya dole gumba na kidole hiki, akafanya hivi. Pametengenezwa tundu mfano huu wa kupenya Yaajuj wa Maajuj. Haya maneno yaliwashangaza na kuwashtua. Mama Zainab alimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ina maana sisi twaweza tukaangamia hali ya kuwa katika jamii yetu wapo baadhi ya waja wema? Yawaje tuangamie hali ya kuwa baadhi ya waja wema bado tunao? Mtume aliwaambia, naam, tutaangamia hata kama kuna baadhi ya waja wema. Lini? Idha kathura al-khabath, madudu yakikithiri katika maisha yao, mambo ya hovyo yakikithiri. Hama tulikotoka, chukua na pointi hii. Katika jumla ya madudu yanayotuangamiza, yanayotupa dhiki, ni kauli za baadhi ya wanaojiita wasomi. Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi asema, at-taqwa sirrun baina al-abdi wa rabbi, uchamungu ni kitu kilichojificha kati ya mja na Mungu wake. Wewe humiliki. Ukisoma mwisho kabisa ya surati al-Mudaththir, Allah anasema huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfira. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika aya mwisho ya surati al-Mudaththir, yeye ndiye mwenye uchamungu wake, anajua nani kampa, na yeye ndiye mwenye huo msamaha. Leo kuna watu kila kukicha wanataja watu kwa kuwatukana na kuwakashifu. Wamjua yawezekana kuwa huyo ni wali wa Mwenyezi Mungu? Unamtukana, sawa, yawezekana kuna kosa umeliona. Waamini kwamba majibu ya makosa ni kumkashifu na kumtukana na kumnadi kwa vyombo vya habari. Ndiyo dini hiyo? Vijana leo wanahisi hiyo ndiyo dini, lakini ni katika vitu vinavyomkera Mwenyezi Mungu. Walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani min kulli mathalin wa kana alinsanu akthara shay'in jadala. Mifano yote ya maisha ya mwanadamu imo ndani ya Qur'ani. Leo wanadamu wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamekosea. Hakuna aya iliyokuja ikasema ya Umaru, ya Abubakari. Hakuna aya hiyo. Kakosea mmoja, maneno yanakuja kuwanasihi wote, ya ayyuhalladhina amanu. Mungu hakushindwa kumtaja aliyekosea. Lakini leo watu wanatajana kwa majina. Ukimwambia anakwambia kuna ushahidi wa fulani. Hii Qur'ani shekhe, unaacha Qur'ani unafuata ushahidi wa maneno ya fulani. La masagha lilijtihadi fi mawridin nas. Katika sheria kuna kanuni, hakuna ruhusa ya mtu kuleta jitihada ya akili yake mahala ambako imekuja dalili ya wazi. Wapi Qur'ani Waislamu wamekosea wakatajwa kwa majina? Kama nyinyi kweli wafuasi wa kitabu cha Allah, Qur'ani alikosea nani kamtaja kwa jina lake zaidi ya makafiri? Leo Waislamu watajana kwa kashfa na matusi, na kuna watu wanapiga makofi wanaona ndiyo dini. Huwezi kujua anayekashifiwa ni wali wa Mwenyezi Mungu. Allah anasema katika hadithi al-Qudsi, man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Yeyote atakayemfanyia fedhuli, atakayemfanyia ubaya kipenzi wangu, ajue nimemtangazia vita. Una vita na Allah, utaviweza? Huyo unemshambulia unajua ni nani mbele ya Allah? Ukihisi mbona kakosea, yanakosekana vipi makosa? Watu wa somo la akida wanasema, walaula dhunubu lama fataha Allahu baba tauba. Laiti sikuwepo madhambi, Mungu asingeweka mlango wa toba. Kaweka mlango wa toba, amejua waja wake watakosea, akawawekea mlango wa toba. Kullu bani adam khata, wa fi riwaya kullu ibni adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Ndugu zangu katika imani, tusaidiane, tukumbushane, na wala usije ukasema yatamkuta aliyefanya makosa peke yake. Haiwezekani. Aya 25 surati al-Anfal chukua ikusaidie. 25 Anfal
Allah subhanahu wa ta'ala anasema wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu khassa, ogopeni mitihani ya Allah, msije mukadhani mitihani hiyo itawakuta waliokosea peke yao. Watu wa tauhidi wanasema idha nazala albala'u ya ummu saliha wa taliha, balaa likishuka katika mji linawaenea wote, wema na wabaya. Tukumbushane mabwana, tukumbushane mabwana, tuamshane mabwana, kila mmoja aliyekuwa katika nafasi yake asimame ipasavyo. Jambo la kwanza, kutokana na muda, vyombo vya habari vitawafikia, wabunge watusaidie katika kutengeneza nchi yetu. Waache usogoro bungeni, wanakula mali za Watanzania kwa kwenda kuongea utumbo. Wawe serious kwa maslahi ya nchi, tuitengeneze nchi yetu, tujadili yale ambayo yana maslahi kwenye nchi yetu, na wala tusijadili yale ambayo tunaona yana maslahi kwetu sisi kama wabunge. Jambo la pili, watu wa idara za kiserikali wawe na ushirika wa kweli ili wapate msaada wa Allah. Wakileteana ujanja Allah anaondoka, wanabaki na sheitani. Jambo la tatu, wasomi, viongozi wa dini, tuache kuendekeza umimi, tuangalie maslahi ya nchi. Katika sheria twajua masala ya ikhtilafu yapo, wewe unakubali hitma, huyu hakubali hitma. Haya masala yameshindikana kwa wanaochuoni wakubwa. Leo unashika fatawa ya Ibn Taymiyyah imeelezea ikhtilafu ya hitma. Leo unashika fatawa ya Ibn Bazi imeelezea ikhtilafu ya hitma. Unashika fatawa ya Ibn Uthaymeen inaelezea ikhtilafu ya hitma. Unataka wewe Makonde mmoja kutoka Mtwara wa leo umalize gogoro la hitma? Min aina anta wal ilm? Itawezekana vipi? Angalia katika Mughni ya Ibn Qudama al-Hanbali, kaeleza masala haya na mambo mengine mengi yametokea. Basi tuwe na imani na mapenzi na fikra ya kujua elimu ni dhamana na wala si kwa maslahi yetu. Kanuni ya sheria, innahu la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma'u alayhi. Halipingwi jambo ambalo wasomi wametofautiana katika kuelewa jambo hilo. Linalopingwa ni lile ambalo wasomi wote kulingana na dalili wamekubaliana hili halimo. Jambo lina ikhtilafu, mtu kasoma vitabu vyake vitatu vinne, mukarraru tauhidi, mukarraru hadithi, sijui nini, vitabu vitatu, shekhe mishipa ya shingo imemsimama. Hapana, tusilete ushabiki katika dini. Chezea maisha yako, usichezee dini ya Allah. Chezea maisha yako, usichezee dini ya Allah. Da'il ilma yajri ala manahiji, iache ilmu itiririke katika njia zake. Usitumie wewe nguvu kuwa muoga na dini ya Allah. Ikiwa wasomi wamelieleza kwa ikhtilafu kubwa, hawa wanasema limo, hawa wanasema halimo, kwa nini nyinyi mtukanane na mukashifiane? Lakini mwisho, Waislamu badala ya kushikamana na kuelewana, leo kuna watu wananadi mfarakano, tugombane tusielewane. Ni jambo la hatari kubwa kabisa, na hiyo ni tabia ya shaitani, sio tabia ya Waislamu. Kukataana Waislamu ni tabia ya shaitani. Waislamu hatutakiwi tuwe hivyo. Kamathali shaitan idh qala lilinsani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Tusikatane Waislamu, tumuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, tumuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Elimu tulizozipata tuzitumie kwa maslahi ya dini yetu. Elimu tulizozipata tusitumie kwa maslahi yetu kutengeneza vijikundi katika maisha yetu. Hizo ndiyo furqa alizozikataa Allah, wala takunu kalladhina farraqu dinahum. Matatizo yanayotufika tumejisababishia wenyewe. Turudi katika mstari. Viongozi wa dini simameni sawa sawa, viongozi wa serikali tuwaombee dua wasimame sawa sawa, ili tutaona baraka ambavyo itakavyokuwa inaingia. Mvua zinakuja kwa kubipu. Tukisema twendeni tukaombe mvua, tunakuwa picnic. Watu wanaenda kushindana kuvaa kanzu nzuri. Ibada kubwa ya hija, watu wanaenda